Na leo katika mchakato jimboni moja kwa moja na bisha hodi na kuelekea kata ya Lemanyata. Kata ya Lemanyata ndio ambayo tunaenda kuiangazia katika mchakato jimboni. Ni kata ambayo ni miongoni mwa kata ambazo ziko katika jimbo la Arumeru Magharibi, katika zile kata 27. Kata ya Lemanyata ni miongoni mwa kata ambazo ziko kwenye jimbo hili. Na kata hii ya Lemanyata ambapo mwanzo ilikuwa imeungana na kata ya Lengijave, ilikuwa ni kata moja. Wakati huo ikiitwa Olkokola ilikuwa ni kata moja kabisa hii, lakini baadaye kwa ajili ya kurahisisha huduma za kijamii, wananchi kufikiwa na huduma za kijamii, basi ikagawanywa na kukapatikana kata ya Lemanyata na kata ya Lengijave. Lemanyata na Lengijave ikawa ni kata mbili tofauti na zikiwa na madiwani tofauti. Kata ya Lengijave diwani wake ni Mheshimiwa Thomas Raphael Molel. Mheshimiwa Thomas Raphael Molel ndio diwani wa kata ya Lengijave, lakini kata ya Lemanyata diwani wake ni Mheshimiwa Ezekiel Laiza. Sasa leo tunaenda kuangalia kata hii ya Lemanyata ambapo diwani wake ni Mheshimiwa Ezekiel Laiza kama ambavyo nimesema. Sasa katika pita ya mchakato jimboni kuweza kupata tetesi za hapa na pale, nini kinachojiri kwenye hizo kata, nani ni nani, nani anasema vipi, nani anawania nafasi ya udiwani kwenye kata hii ya Lemanyata, nani wanatajwa Charles Beda TV inakuletea kama ilivyokuta, na hii ni kwa mujibu wa tetesi katika vijiwe, tetesi katika mama ntilie, sehemu mbalimbali huko ambapo vijiwe vya bodaboda na kadhalika. Tetesi mpaka sasa hivi Mheshimiwa Ezekiel Laiza ambaye ni diwani aliyeingia katika nafasi hii kwa mara ya kwanza, hii ni awamu yake ya kwanza mwaka 2020 mpaka 25, awamu ya kwanza yakiingia madarakani kwenye kata hii kama diwani wa kata hii, ambapo kwenye kinyang'anyiro kile cha kura za maoni aliweza mwaka 2020 kushinda kinyang'anyiro kile na hatimaye kupata ridhaa ya kuwa diwani wa kata ya Lemanyata. Tetesi zinasemaje? Yeye binafsi na nani mwingine wanaotajwa kuwania nafasi hii? Kata ambayo kwa kweli ina madiwani, ndipo anapotokea Mheshimiwa Elenipa Lesion Laiza, naye anatoka kwenye kata hii ya Lemanyata. Lakini kuna mtu anaitwa Mwalimu Elfas Laiza. Mwalimu Elfas Laiza, mtumishi wa Mungu huyu, mchungaji, naye ni miongoni mwa wananchi wanatoka kwenye kata hii ya Lemanyata. Na Mwalimu Elfas Laiza 2020 alikuwa katika kinyang'anyiro kile cha kuania udiwani kwenye kata hii ya Lemanyata, lakini isivyo bahati kura zake hazikutosha. Alikuwepo yeye Mwalimu Elfas Laiza, isivyo bahati kura zake hazikutosha, alishika nafasi ya pili kwenye kinyang'anyiro baada ya nafasi ya kwanza kushikiliwa na Mheshimiwa Ezekiel Laiza. Nafasi ya pili akashika mchungaji, mtumishi wa Mungu, Mwalimu Elfas Laiza. Na katibu wa kata hii ya Lemanyata Samuel Kikois naye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walitia nia kuwania udiwani kwenye kata ya Lemanyata. Naye pia kura zake hazikutosha, akashika nafasi ya tatu. Katibu kata huyu kwa sasa hivi yeye ndio katibu kata pale, na hata kati akiwania nafasi ile alikuwa ni katibu kata ile 2020. Kura zake hazikutosha. Nafasi ya kwanza akachukua na hata nafasi ya nne ilichukuliwa na yule diwani alikuwa anatetea nafasi yake ile, ambaye yeye ni miongoni mwa wale madiwani waliotoka Chadema na kuingia CCM. Sasa nafasi ya kwanza alichukua Ezekiel, mtumishi Mheshimiwa Ezekiel Laiza, diwani wa sasa hivi. Nafasi ya pili akaenda akachukua Mwalimu Elfas Laiza, mchungaji huyu, na tatu comrade katibu wa kata hii Samuel Kikois akachukua nafasi hiyo ya tatu, na mwisho wa siku kwa hiyo Ezekiel akawa ndio diwani wa kata hii. Sasa tetesi zinasemaje? Toka amekuwa diwani na ni miongoni mwa madiwani vijana, Ezekiel ni miongoni mwa madiwani vijana katika baraza lile la halmashauri, vijana wenye umri mdogo. Yuko yeye, na kama napatia vizuri au sikosei, basi atakuwa na Mheshimiwa Baraka, diwani wa Otroto, diwani mwenye wadogo katika ile baraza la halmashauri. Sasa Mheshimiwa Ezekiel Laiza
Baada ya kuingia kwenye nafasi ya udiwani, ameendelea kuwa mpambanaji akitumikia vyema wananchi wa kata hii ya Lemanyata. Ameendelea kuwa na ushirikiano mzuri na wananchi wake anayewaongoza. Ameendelea kutatua kero na changamoto mbalimbali za wananchi wa kata yake ya Lemanyata. Hali hii inafanya mpaka sasa hivi kwenye kata hii ya Lemanyata, mtumishi wa Mungu mheshimiwa diwani huyu Ezekiel Laizer amekuwa na uongozi unaoacha alama. Amefanya mambo mengi yanayoonekana kwa macho katika swala la miundombinu, katika swala la huduma za kijamii mbalimbali, katika masuala ya shule. Kwa mfano kwenye shule amepambania na kufanikiwa mpaka hivi sasa kuna sekondari pale Lemanyata mpya ambayo yeye alipambana kwenye ujenzi wa sekondari hii. Sekondari mpya ambayo sasa hivi inatoa huduma kwa maana ya kufundisha wanafunzi, na mimi nilipata bahati ya kuhudhuria siku ya uzinduzi. Charles Beda TV tulikuwa pale wakati wa uzinduzi wa hii shule ya sekondari Olkokola, shule mpya kabisa ya sekondari Olkokola. Nilipata bahati ya kufika pale na kuwa miongoni mwa watu ambao tulishuhudia wakati shule ile ikizinduliwa, lakini pia kisapotiwa na ujenzi wa madarasa baada ya wafadhili ambao walitafutwa na diwani wa kata ya Olmotonyi, Mheshimiwa David Kinisi, walifika pale na kuchangia ujenzi wa madarasa na nini. Kwa hiyo mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao tulikuwa pale. Sekondari mpya kabisa ya Olkokola. Hii yote ni juhudi na jitihada za Mheshimiwa diwani Ezekiel Laizer. Mengineyo mengi. Nataja kwa uchache kabisa kwa sababu lengo ni kuangalia tetesi zinasemaje kule kwenye kata. Lakini vile vile haikuishia hapo. Mheshimiwa Ezekiel pamoja na mambo mengine, lakini pia zahanati kubwa na ya kisasa kwenye kata ya Lemanyata imejengwa, kubwa ya kisasa kabisa kwenye kata ya Lemanyata imejengwa na iko vizuri. Nimepata bahati mimi binafsi Charles Beda TV kufika pale na kuiona zahanati ile. Ni kwa kweli iko katika ubora wa hali ya juu. Zahanati hii imesimamiwa kwa ukaribu kabisa na diwani Ezekiel, lakini mdau wa maendeleo kwa kweli katika hili hatuwezi kumwacha hata kidogo tunapozungumzia maendeleo haya makubwa kwenye kata hii ya Lemanyata. Mdau huyu wa maendeleo, baada ya kufuatwa na kuombwa na Ezekiel Laizer na wazee mbalimbali na wananchi mbalimbali wa kata hii ya Lemanyata kwamba chonde tusaidie tupate zahanati, mdau huyu kwa moyo mkunjufu kabisa, mdau wa maendeleo huyu akaamua kuwasaidia ujenzi wa zahanati. Huyu si mwingine bali ni anaitwa Elias Steven Lukumai. Elias Steven Lukumai amewasaidia ujenzi wa zahanati hii kubwa, nzuri, ya kisasa kabisa kwenye kata hii ya Lemanyata, ambayo itaenda kuondoa sasa changamoto zile za wananchi kwenda maeneo ya mbali kufata huduma za jamii, huduma za matibabu. Sasa biashara hiyo itakuwa imeisha. Hivi ni vitu ambavyo vinatoa credit ama vinampa nafasi ya wananchi kusema kwa kweli huyu diwani wetu ametupambania. Kama si jitihada za diwani kumfuata Elias Steven Lukumai, kumfuata mdau wa maendeleo Elias Steven Lukumai na kumomba na kumwambia tunaomba tusaidie, Elias Steven Lukumai akawasupport na kusaidia ujenzi wa zahanati kubwa na kisasa kabisa kwenye kata hii ya Lemanyata. Lakini mengi sana ambayo yamefanywa. Sasa huyu ni diwani ambaye kwa kweli yuko karibu na wananchi wake, anapambana, anashirikiana nao kwenye misiba, kwenye shida na kwenye raha. Nimemwelezea kwa kifupi, na hii ni termu yake ya kwanza, lakini anatajwa kwamba huenda akaendelea kwenye termu ya pili. Sasa tetesi za mchakato jimboni ambazo tumezinusanusa huku na kule kuweza kupata kusikia wapi wengine wanaotajwa kusema ukweli, hatujasikia. Huenda wapo wanasubiri muda ufike watajitokeza, ama wanasema hapana, kwa ulioyafanya Ezekiel Laizer inatosha uendelee, sisi mchakato jimboni hatujui. Tusubiri na kuona. Lakini mpaka sasa kwenye jimbo kata hii ya Lemanyata hatujapata kusikia kwenye vijio vya bodaboda na popote pale kwamba kuna watu wananyemelea nafasi hii ya udiwani kwenye kata ya Lemanyata. Huenda wapo, kwa kuwa muda bado ukifika, kwa sababu kuchukua fomu ni tarehe 28
mwezi wa 6 mpaka tarehe 2 mwezi wa 7 huenda wakajitokeza. Na endapo atajitokeza, mchakato jimboni utakupa habari ni nani na nani wamejitokeza kwenye kata hii ya Lemanyata. Kata hii ya Lemanyata ndipo anapotokea pia Mheshimiwa Elenipa Laizer, diwani wa viti maalum katika halmashauri yetu ya Arusha DC. Kutoka hapa kata ya Lemanyata, mimi sina la ziada. Nikukumbushe tu usahau kubonyeza kitufe cha subscribe ili uweze kupata habari mbalimbali zinapotokea. Angalia hapo Charles Beda TV, bonyeza hapo subscribe, unakuwa kwanza kupata habari punde zinapotokea. Kutoka hapa kata ya Lemanyata, mimi sina la ziada. Nikutakie kila laheri na siku njema. Bye bye.